Bana, kumekuwa kuna video ambayo ina trend sana katika mitandao ya kijamii kwa hivi sasa, especially katika mtandao wa TikTok, katika mtandao wa Instagram, lakini pia katika mtandao wa YouTube. Lakini pia video hiyo ilikuwa inazungumzia au ikiwa inamuonyesha Kilipo ambaye ni Masai ambaye ametrend sana katika mitandao ya TikTok, Instagram, lakini pia katika mitandao mingi hata ya kijamii, ambapo alikuwa anajaribu kunywa kinywaji akizani kwamba ni maji, lakini akaonekana kama vile anakiona kama kinywaji hicho kilikuwa kina ladha ya pombe. Watu wengi walizidi kuona kama vile hiyo alikuwa anayachukia labda maji hayo, au aliamua kuyakashifu hayo maji. Watu wengi walikuwa wamechangia kwa hisia tofauti kidogo, wengine wakifurahia tukio hilo kama la kawaida, wengine wakilichukulia tukio hilo kama la tofauti. Na Kili yeye ametoa maelezo yake kwa nia njema tu, kuweka wazi kuwa hakuwa na nia ya kukosea au kukosoa yale maji. Hakuifahamu ladha ya pombe kabla, na tukio hilo halikuwa la makusudi. Alikuwa anaomba radhi kwa yeyote yule aliyekuwa amekwazika baada ya kuona video hiyo, na anazidi kusisitiza kwamba tukio hilo la kawaida analichukulia tu kama funzo kwake kwa muda huu. Lakini pia mashabiki wengi wa Kitanzania wameonekana kama vile kushangazwa na tukio hilo na kusema kwamba ile pale ni sparkling water. Sasa nikajaribu kwenda kufuatilia na kujua kwamba sparkling water ni maji yenye gesi ya carbon dioxide yaliyoongezwa ili tu yawe ina bubbles au mshika. Naweza kusema kwamba katika lugha ya Kiswahili mshika au mkakasi fulani kama vile soda. Kwa Kiswahili mara nyingi hujulikana kama vile maji ya soda, maji yenye gesi au maji ya kung'aa. Maji haya yanaweza kuwa ni ya kawaida tu na aliongezwa gesi, au yanaweza kuwa na ladha kidogo kama vile limao au matunda mengine, lakini sio kama soda yenye sukari nyingi na kemikali nyingi. Jambo la muhimu, watu wengi ambao hawanywi pombe huweza kuchanganyikiwa kwa sababu sparkling water ina ladha ya kipekee sana, na ambayo wengine uhusisha kama vile kimakosa na pombe au spiriti, hasa ni mara yao ya kwanza baada ya kuyaonja maji hayo. Kwa hiyo bongo wengi wamejaribu kusema kwamba huo ni ushamba. Mwamba katika jambo hili amejidanganya kama ile pale ni pombe, ila sio pombe. Ni kinywaji ambacho kilikuwa kina ladha ya aina ya pombe. Ila kwake Mwamba Kilipo, kulingana kwamba ni mtu ambaye ni local man, ni Masai, ameishi katika mazingira ambayo ni ya mbugani sana. Kwa hiyo hata mimi hapa sishangai kile ambacho amejaribu kukiongelea. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba Kilipo alipewa sparkling water, na kwa kuwa hakuizoea alifikiri kwamba ile ni pombe, lakini hakuna pombe ndani yake, ni maji tu yenye mshika kama vile soda. Lakini kwa namna moja au nyingine, Kilipo kupitia post yake aliweza kuiandika katika lugha ya Kiingereza katika mtandao wa Instagram. Aliandika kwamba this video is trending but is my opinion about it. I asked water but the bottle that was handed to me tasted like alcohol or spirit. When I put it in my mouth, I could swallow it as I don't drink alcohol. So due to the lot of people around me and in place to spit and no place to spit, and the bottle I just returning it through it, and there is no place to spit it at the moment. The bathroom is far but I love everything happen. Kwa namna moja nyingine katika lugha ya Kiswahili amejaribu kuandika kwamba video hii ina trendi, lakini ndiyo maoni yangu kuhusu tukio hilo. Niliomba maji, lakini chupa niliopewa ilionja kama vile kuna pombe au spirit. Nilipoweka mdomoni sikuweza kabisa kumeza kwa sababu mimi sinywi pombe. Kwa kuwa kulikuwa na watu wengi karibu yangu, hakukuwa na sehemu ya kutema. Nilitema ndani ya chupa hiyo na kurudisha maji yale. Najua walitupa kwa sababu hakukuwa na sehemu nyingine ya kutema kwa wakati huo, na bafuni ilikuwa ni mbali sana. Lakini kwa kweli nilifurahia kila kitu kilichotokea, na lilikuwa ni kosa dogo tu, hivyo alinipi shida kabisa. Sasa nimeonja pombe, najua ladha yake iko vipi. Kwa hiyo jamani, hakuna dharau yoyote, ni hisia chanya tu. Na samahani kama umeona video hii na imekusumbua au kukukera. Ninasikitika sana, ninachukulia kama vile uzoefu wa kuonja vitu vipya. Vinginevyo
yote ni sawa kabisa na naomba msamaha kwa kutoelewa vibaya. Nilisema ni pombe, alcohol, sio kitu cha moto, not hot drink. Na wapenda nyote, tutaonana hivi karibuni India, nyumbani kwangu kwa mara ya pili. Bana, tukio hili kwake Kilipo liliweza kutokea huko India, na baada ya hapo watu wengi wa India wameweza kushuka katika sehemu ya comment na wanajaribu kucomment na kuonyesha kwamba hisia bado wanazidi kumappreciate mwamba kwa hichi ambacho amejaribu kukiandika. Huyu anaitwa Asina Cartoon, anasema welcome to India bro, we love you. Kwa namna moja au nyingine, hasa mwindi mwingine pale, huyu anaitwa Shaijur Kitur. Bana, majina ya Kihindi kidogo yamekaa katika hali ambayo ni ngumu kidogo. Anasema cheated the poor by giving alcohol, kwamba waliwadanganya watu ambao ni maskini kwa kuwapa pombe. Lakini pia Ashina Shababa anasema kwamba respect for the genuine clarification, yani heshima iwepo, yani wameheshimu kile ambacho amejaribu kuclarify na amejaribu kuliweka hili jambo sawa, ame-clear the air. Hakuna bla bla nyingine ambayo itakuwa inahusika katika jambo hili, kwamba hakuwa na dharau ya aina yoyote. What was that sad? How can someone do that? Yani watu wanajaribu, inaitwa diva fashion, yani anajaribu kujiuliza kwamba how can somebody do that. Bana, mambo ni mengi huko India, wajanja ni wengi. Lakini pia anaitwa it is Shurtin Apu, anasema kwamba who would have mixed it up so kwa namna moja nyingine, yani kuna watu wanajaribu pia kuuliza kwamba nani ambaye atakuwa amechanganya hayo maji na pombe. And it is silly bottle, how come it is got alcohol? Yani inawezekana vipi ilikuwa ni silly bottle na ikawa pia na alcohol? Kwa hiyo pia katika sehemu hiyo Sanjay anajaribu kusema did you see it silly? Watu wanajaribu kumuuliza how given water to somebody which is not silly. Watu wanajaribu pia kuuliza how come si mtu anapewa maji ambayo sio silly. Lakini pia Katorji Yara, are you the one who sealed it? Yani watu wanajaribu kuuliza katika misingi ambayo kama vile ni ya mahakamani kabisa. Je, ulishuhudia kama ilikuwa ni sealed bottle? Sawa, kama ilikuwa ni sealed bottle, je, uliona vipi? Na kwa nini uliweza kusema kama ni sealed bottle? Ulikuwepo katika sehemu hiyo? Bana, hawa ni Wahindi wanajaribu kubishana katika pointi tofauti. Lakini pia hapa kuna mmoja kati anaitwa DC Daz, anasema kwamba you must not apologize for getting alcohol without your concern and without knowing that the one who gave you the bottle should apologize. Still you are being humble and saying sorry makes you really good person. Yani mwamba wanamtema kama vile ni mtu ambaye ni mzuri sana kwa kufanya kitendo cha namna hii, kwamba yani aliyetakiwa ku-apologize ni yule ambaye alimpa ile chupa ya maji ambayo ilikuwa na pombe. Lakini yeye kwa namna moja au nyingine, yeye pia ametumia tena upole wake kuweza basi kuomba msamaha kwa jamii kwa hichi ambacho kinaonekana katika screen. Kwa hiyo ni njia ambayo ni nzuri sana. Pamoja na hayo yote, wanasema kwamba wanajaribu kumchanganyia pombe mtu ambaye ni maskini. Kwa hiyo mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Ni tukio ambalo Kilipo amejaribu kulielezea kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kama tunavyojua, Kili ni moja kati ya mtu ambaye anaaminika sana katika nchi ya India na watu wengi wanamtrust kwa mambo mengi ambayo ameweza kuyafanya kupitia mtandao wa Instagram. Kwa sasa hivi ni moja kati ya star ambaye anaaminika sana kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kwa sasa hivi ana followers milioni 10.8. Ni kama vile wakina Nandi. Bana, ni kitu cha kushangaza kweli kweli. Ni Masai ambaye Mungu amemwamua kumbariki. Sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.